I just want to thank this discipleship class. It has brought more impact in my life. I cannot say 1, 2, 3 and finish it, but it has done a lot of things, me individually. Raise up your hand like this and bless them. Why? Bless them. Just from your heart, say bless them. So, I want to thank Pastor. Pastor alikuwa anatufundisha neno la Mungu kutoka kwa roho yake. What God has put in his heart. He used the power and the impact of the Holy Spirit to deliver to us. And what he has delivered to us, it has brought some changes. It has brought many changes to us. Bwana sifiwe. Hallelujah. And the other one, from the time I joined this discipleship class, I was growing spiritually from one level to another. Zamani hata nikiamuka, mimi naomba tu kama traditional. Unajua traditional nasema nini? Mungu tumelala, umetusaidia, tunasema asante. Ndivyo tu. Mimi nikiamuka ni kama hao watu, nikiamuka nasema nagano mchite nagano gaste garato. Ndio tu. But for now, I can wake up early in the morning and speak to my God. Before I speak to my chemistry, I speak to my God. Hallelujah. Bwana sifiwe. Hata neno la Mungu zamani nikisoma neno la Mungu, unajua kuna kitu nasema, unachukua neno la Mungu unasema, leo Mungu anataka kuniongelesha. Wacha nione. Unaweka kidole hivi. Sasa ukipata ingine na kuribuki nasema, haifai. Unatafuta ile la kufurahisha. But now I have learned the systematic way of reading the word of God. Bwana sifiwe. Hallelujah. All these are brought by the discipleship class. Hebu wapigeni makofi. And also, mimi nataka kuwa kama wewe. Amen, amen. Hallelujah. Amuoni lakini mimi nataka kuwa kama yeye. Bwana sifiwe. Even though word English anatumia inakupasua kichwa. Kama kuna abnormality that abnormality will be exploded. Bwana sifiwe. Hallelujah. And the last one, this book of the last one, the book which is called The Recreated Human Spirit. Is it like that? Yes. Unajua sisi tunalisha sana mwili. Unajua hivyo? Kuamka, kukula. After some 2 hours unakula tena. Lunch hivyo. Tena unajiongezea unasema supper, dinner. We have forgotten about the spiritual man. But now we have learned that. Kumbe mimi si huyu mwana wenye mnaona? Si huyu. Mimi nimeamini si huyu. Mimi nadhani ni huyu kila siku namfanyia kitu yeye anataka. Sio huyu lakini kuna mwingine kwa ndani yangu. Amen. Hallelujah. Bwana sifiwe. Mwenye hajawahi kula chakula kwa miezi ngapi, kwa miaka ngapi, tunaendelea kukulisha mwili wetu. But after realizing that I'm feeding a lazy man here. Yeah? Bwana sifiwe. The recreated human spirit. So, the first thing is needed for the spiritual man. The word of God is needed. Hallelujah. I'm eating the word of God and I'm experiencing the presence of God day by day in my life. And the last one, even our pastor here, he has advised me a lot. I was near to him. Nataka kusikiza kutoka kwake. Na ameniadvise mambo mengi sana. Saa zingine unajua Kristo tunasema tunachukua verse moja kutoka Bible. The word of God says, my people will be heard but not paid. But tunaforget kuna kitu tumeacha huko. Inasema nini? If you follow my commands and do my wills, you will be heard but not paid. Hiyo ikujaji hivyo. If you live according to God's will, you will be heard but not paid. Bwana sifiwe. Hallelujah. May you be strong in Christ, stand in Christ, be bold enough to proclaim the kingdom of God. Hallelujah. Na nimemaliza. Lakini nimemaliza. Bwana sifiwe. Sasa nataka kumaliza kabisa. Amen, amen. Now I want to present a gift to Pastor Richard. We have brought for him a gift. So the leaders, officials of CUs,
Tukuje hapo mbele, pastor, naweza kuja hapo mbele. President of Class of Discipleship, Pastor Doche, we are so grateful to you, and I don't have doubt that God will bless you beyond the measure. Praise the Lord. Praise the Lord. So I'll be brief. And the recent book that we are studying, I learned that one thing that I learned is that God is not much interested with our flesh. Or God, what I'm trying to say is that God is much interested with the spirit thing. Praise the Lord. Praise the Lord. That's the point. Praise the Lord. In the book of Hosea, the word of God says that my people perish due to the lack of knowledge. Praise the Lord. Praise the Lord. Personally, what I've been benefit from the discipleship class, the moment that he began to teach me, from the time I was at Form 1. Before I was born again, I was a Christian. I was following the way of Jesus, but the moment he began to stand before me and teach the word, praise the Lord, praise the Lord. The moment he stand before me and teach the word, I really gained the knowledge to know whom Jesus is. Praise the Lord, praise the Lord. And I really want to testify that is the moment I know who I am in Christ. Praise the Lord. You know, it might be too unfortunate to follow Jesus yet without knowing the reason. Praise the Lord. David said, whenever I was told to go to the house of the Lord, I was glad. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. I'm saying praise the Lord. Amen. I really don't know even how to describe it. Praise the Lord. But he has really placed a fruit in our heart. Praise the Lord. Even the word of God says that the trees are known by their fruit. Praise the Lord. Praise the Lord. For us as a Tidy High, for me as a chairlady of that CU members, it is really his knowledge from the word of God that enabled me to stand before those people. Praise the Lord. And we are really grateful to him. God is good all the time. So, ninashukuru Mungu kwa vile amenifikisha siku ya leo. Ni Mungu tu, hakuna mwingine kama yeye, ndio. So God has been with me from the time when I was young until now. So before mimi nimeokoka kitambo. Kwa primary class 6 hivi kuna function tulienda kwa function dale tolo hivi asante nilikuwa maji, so niliokoka, lakini sikuwa na hiyo COVID, yani sikuwa na simama mbele ya watu, nilikuwa naogopa confidence, nilikuwa naogopa hata kusema jina yangu ni ngumu. Lakini sasa hivi ukiniona hivi mimi si mwoga. So yule alikuwa mwoga, alikuwa ndani yangu ametoka. Amen. So kitambo nilikuwa naogopa, sijui kuongea mbele ya watu, sijui kusimama na tetemeka. So na sasa hivi mimi siogopi. So kama wewe unaogopa sasa hivi na wewe umeokoka, jua hiyo imani yako ni kidogo sana. Anytime unaweza. So kenye imenifanya nisiogope ni class ya discipleship. Before mtu akikuja kuniuliza umeokoka, siwezi nikajibu mtu. Mimi nanyamasia naenda. Kwa sababu gani? Ninajua nimeokoka, lakini bado niko na uoga. So hiyo uoga ni ya Shetani chini. So vile niliingia discipleship, mimi saizi niko na 3 years kwa class. So niliingia, nilikuwa nataka hiyo uoga ije na ipotee kabisa. So niliingia, nilikuwa form 1 na class. Tuseme tu around form 2 niliingia class. Sijawahi toka, sijawahi miss class. Kwa sababu gani? Nimeona utamu wa neno. Before
sikuwa nasoma Bible. Bible niko nayo, lakini siku ya Jumapili pekee ndio utaniona nikishika Bible. Wiki inakuanga na 7 days. 7 days. Only one day ndio nashika. Lakini saa hizi nisiposoma hata verse moja, ni kama ni aibu. Umeona aibu? Siku hiyo siwezi kuwa na starehe, kwa sababu kuna kitu nina miss. Na hiyo ni neno. So hii neno tukijifunza vizuri na tunasoma kila siku, hata njaa hizi ile njaa ya mwili, wacha ya kiroho, hata ile njaa ya mwili hizi. Kwa sababu kila jambo ambaye unakumbana nayo katika maisha yako kunaanza. Just read the Bible and you will get answer. Ya kila kitu, unapata answer ya kila kitu. Hata kama ni maisha ya duniani, hata kama ni nini, kuna answers ndani ya Bible. Everything you do, just commit to the prayer, and God will answer your prayer. Everything you do, just read and na uombe. Na sisi tusikue wale wa Kristo wanaomba wakiwa wanababaika. Yaani unaomba kitu tena ndani yako kuna spirit inakuambia hiyo kitu utapata tu. Just omba ukijua utapata. Na utapata. Kwa sababu mimi mbeleni before niingie class nilikuwa naomba, lakini nikiomba tena kuna spirit inaniambia hiyo kitu upate. Kwa sababu gani? Sijakuwa, yani I am not molded in that word, in this word. Lakini tunachukua sasa Mr. Doje because alileta neno kati yetu. Kwa wale waoga kuna neno ambayo inakufunza njia ya kuepuka na hiyo uoga. Shetani ndio analeta uoga. Hakuna kitu kingine. Kwa sababu if you do not read the Bible, Satan is around you. Kama uombi, Shetani uko pamoja na wewe. Kuna Shetani karibu na wewe. So let us read the Bible. Praise God. Majina langu naitwa Elizabeth. Mimi nimeokoka, nampenda Yesu. Bwana asifiwe. Nashukuru Bwana kwa sababu ya wakati huu. Imekuwa neema kwangu na pia imekuwa neema kwenu. Praise God. Nashukuru Bwana kwa sababu mimi niko na testimony about this class of discipleship. Sijui hata niseme nini, but yani sitaki najua ya kwamba yale Mungu amefanya maisha yangu, amenifanyia ni kwa sababu ya class of discipleship. Bwana asifiwe. Jambo la kwanza nilikuja 2016 na nilipokuja jambo la kwanza nikiwa shule nilikutana na hiyo class. Na kuna mahali nilifika na wakati nilipokuja nilikuwa mgonjwa, I was sick. But pastor siku moja akasimama akasema ya kwamba kuna vile alisema kwamba yani mwili wetu sio ya magonjwa. Yani akasema kwamba our body, your temple, sio ya magonjwa kama sio ya matabu. Bwana asifiwe. Na nilienda exercise, nilifunga every yani siku 2 kwa wiki. I just pray and fast. Na nilisema yani nikasema kwamba Shetani, wewe ama ugonjwa ambayo uko ndani yangu, ninajua kwamba kuna masikio na nataka uache maisha yangu. Praise God. I just remember what pastor told me. Praise God. Na hata saizi nimepona kwa sababu mambo gani? Mambo ambayo pastor alikuwa anazungumza. Kuna mambo mengi ambayo nimejifunza. Praise God. Ningesema pastor, Mungu akubariki sana. Jinsi unavyojali maisha yetu, Mungu atajali maisha yako. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Mungu awabariki sana. God again. I'm Kezia Labarakwe, sister to John. I'm born again. I love Jesus as my personal Savior. Praise the Lord. So as I'm going to take this chance to thank God and to thank all of you. So the specific thing that we came to do here, I personally have been given a chance, is to say or to testify about this class of discipleship.
In our school, since you have started this school, Pastor Donche came to our school when I was in Form 3. 2017. Yeah, since he came, he has done great things for us. These young children, he has done great things for them. Now we have been changed, we have been transformed, and we believe in God. We have took one decision that if it's not God, we will not go anywhere. We will not take one step without Jesus. So I thank him very much. I think, Pastor Donche, you have done great things for you to decide for your life to come and save these young people. Because severally in this life, Satan is searching for these young people and misuse them and distract their life. But I stand today and proclaiming that Satan doesn't have chance in our life. Praise the Lord. May the name of God be praised. Yeah, I thank God very much. You have done great things. Now we know the meaning of prayer. We know that I personally, I can pray and heal the sick. I can pray and make miracle things in this world. You have done that. Praise the Lord. See, the first thing he has done since he came, the first class he have told us in your life, say that you are a conqueror. Now today I'm standing here and I say that I'm a conqueror of my life. We don't have anything to give unto you, but the blessings of the Lord and our prayers will make you to succeed in your life and your family. Praise the Lord. Yeah, we thank you very much. Continue blessing these young people. Don't leave them to be distracted by the Satan. Help them and let them know the true name of Jesus. Let them know what's meant by the word of God. Young people love God, love Jesus, and you will be saved. Be blessed. I want to talk about the class of discipleship. Now, first, I get born when I was in Form 2. Niliokoka wakati nilikuwa Form 2 because of the strong because of this class of discipleship. This class ilikuwa inanipendeza sana. Nilikuwa Catholic, imagine, from CA to CU niliconvert because of that class. Now I want to say about the class of discipleship. Many of them in this school, Muslims are very many, CUs are very small. Many people converted because of this of class discipleship. I'm among them. Just clap your hand and praise God. This class tested us in many ways. One, before we are not all that strong. Because of this class of discipleship, kuna organization ingine, Bible study, every Wednesday, tunaenda prayer, CU, we read Bible, and we fast. Before we don't have all that faith, we can't fast. But now, because of this of class discipleship, we are fasted for so many long. And I will thank Pastor Donche, the president. I will thank him and I will thank God for that. Now, every now and then, if we fast some tomorrow, fast one day, it is just that one is just no routine. It is just because we have kulitibeba kufuata hii class of discipleship. When I want to quote a verse from the Bible, Isaiah chapter 65, verse 1 to 5, inasema, it is just my people who are not ready. God said, I am ready to answer my people's prayer. But if you are ready to pray, I am ready to answer you.